Brother Omar Al-Bashir. And you know what I've been going through. You know the kinds of activities that I do up country. You know how hard it is to do without any sort of financial assistance. But actually, I am not complaining about that. I'm only requesting humbly for your assistance. We have a very serious case. As we talk now, we have a very serious case. You know so well that back there in Nyanza, that's my birthplace, we managed to do a lot of efforts, inshallah, and we managed to convert 5 churches, and they are now masajid. 5 churches with their bishops, with their pastors and their followers, all of them have become Muslims, alhamdulillah. With the little efforts that we put, I individually and a few friends and a few brothers of mine, right now, one of the churches that we converted, we have a little case with them. The case is the land on which the church was standing was not yet paid. So when we converted the church into the masjid and we took all the people and they are now Muslims, now the owner of the land is now claiming his land if he is not paid the balance. Initially the balance was 1.6 million that he was to be paid. Fortunately enough, we tried to talk to a few brothers here and there, and we managed to get 300,000. That's $3,000 that was given to my brother Yahya Isa, and he managed to bring it, and we paid, alhamdulillah. And out of, you know, persistent cries, we cry for you. والصلاة والسلام على المصطفى نبي الله وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه من اختار نهجهم إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Ama kwa hakika shukrani za dhati zinamstahiki Allah Mola wetu, na sinabudi kumtakia sala na salam zimuendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibuni sana ndugu zetu katika imani wa Islam na ndugu zetu katika ubinadamu wa Kristo. Katika kikao yetu hii ilikuwa ni simulizi ya aliyekuwa mchungaji katika kanisa ya Lutheran ambaye kwamba amejiunga na Uislamu baada ya kupitia mitihani, mabonde na yani amepitia mambo mengi tu katika maisha yake, na mpaka kufikia hapa sasa hivi ni mlinganiaji, ni dai katika Uislamu, na pia ni mfasiri wa Qur'ani kwa lugha ya Kijaluo, na pia amewalingania watu wake, Masha Allah. Na katika juhudi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe na tulipe sote. Amebadilisha makanisa 5, na kufikia sasa tunaongea zaidi ya watu 8,000 katika kabila la Wajaluo wamejiunga na Uislamu. Karibu sana Sheikh Omar. Shukran, jazakumullahu khairan. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salama zinamwendea mtume wake alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, na masahaba zake na watu wake wa familia na waislamu kwa jumla ila yaumiddin, amin. Huyo ndio Sheikh Omar Ombati Otieno, ama lakabu yake utamuita Omar Al-Bashir. Tutakuwa naye hapa. Kuna sehemu ambayo kwamba simulizi ilifika ikawa waislamu hawakuelewi vizuri. Wamerequest, wamenifuata, mbele Sheikh Yahya tujamuelewa Sheikh Omar vizuri. Alipofukuzwa katika kanisa, akachukuliwa wadhifa kwa sababu ya Uislamu, na wakakufukuza ukawa hauna makao. Usiku wa kwanza unapokea Uislamu, lala kwa street. Baadaye ukajipata kwa shughuli za mjengo na mambo kama mfano wake. Wake wako ama mke wako na watoto, wakati umefukuzwa, mke alikuwa wapi? Na je alireact baada ya muda gani? Na je alisilimu ama hajasilimu? Wanataka kujua mke wako hatima yake na watoto. Tutaanzia hapa. Tayeb, bismillahirrahmanirrahim. Kwanza ningependa niwaambie wasikilizaji waislamu ni kwamba ni story ndefu, na hiyo story ndefu nitajaribu kuzungumza kwa mukhtasar. Sitaweza kuitoa yote kwa sababu inachukua muda. Lakini kwa sababu al-akhi Yahya ameniuliza swala hili, sina budi ila kuwaelezeni
ni kwamba baada ya kusilimu purukushani na mitihani zikaanza kufuata siku hiyo hiyo, na kama alivyosema ni kweli ya kwamba siku hiyo hiyo nimepokea Uislamu, ndio siku hiyo hiyo nimeanza kulala barabarani. Na nililala barabarani na ilikuwa sio jambo nzuri, na ni katika zile kumbukumbu ambazo sipendi nizifikirie tena, lakini tena naye ananileta tu hapo hapo. Basi inshallah vile alivyouliza ni kwamba mke wangu, alaka baina ya mimi na mke wangu ama familia ilikuwa kwa vipi the moment nilisilimu. Naam, baada ya kusilimu shekhe, ningependa nikwambie kwamba nilipata mtihani kidogo. Na mtihani niliyopata ni kwamba moja katika mitihani hizo ni kwamba nilikosa mwelekeo, nikakosa hadhi, nikakosa nyumba ya kukaa, nikakosa chochote hata mkononi, nilikosa kila kitu. Na nikapoteza na simu yangu. Maana yake simu niliyokuwa niko nayo ndio hiyo ililia, basi ni kama mwizi ameiba. Wakati hiyo nilikuwa niko na usingizi, na nilikuta kama nilivyokuelezea ilikatwa hiyo eneo mfuko, ikakatwa ikaenda. So kwanza nikawa sina communication na watu wangu wa nyumbani. Na hii ilienda kwa kadri ya miezi, takriban miezi mitatu. Sina communication na wao, I can't call them, na hawajui whatever is happening. Lakini mimi hapa nishabadilisha dini, nishakuwa Muislamu. Toib, ikaenda. Sasa baada ya kwamba nishajikuta kule mjengo, nafikiri hapo nitakuelezea baadaye, lakini baada nishajikuta kule mjengo na nikaweka kidogo, nikaweza kupata kasimu, sasa mtaita mulika mwizi. Basi nikapata kamulika mwizi, nikaanza kuwasiliana na watu wangu nyumbani. Na simu niliyopiga kwanza nilimpigia mke wangu. Kwa sababu huyu ni mke ambao tumekaa na yeye, na ni mke ambao tumezaa naye watoto 3. Alhamdulillah watoto ninao mpaka saa hii. Lakini pamoja na hayo, simu niliyopiga kwanza ilikuwa simu ya haikuwa simu nzuri, ripoti yake ilikuwa sio nzuri. Kwa sababu nampigia mke wangu baada ya kupezana naye muda, najaribu kumuelezea iko hivi, yeye alianza kwa kunikemea na kunizungumzisha mambo mazito kuhusiana na kusilimu kwangu. Bimaana Uislamu ni balaa kwake. Uislamu tayari shabadilisha matrix kwake imebadilisha kabisa. Sasa nilipopiga simu akapokea. Alipopokea simu akanisikiza, nikamwambia mke wangu pole, ilikuwa muda mrefu nilipoteza simu na nini, lakini habari nzuri ambayo ningependa nikwambie ni kwamba alhamdulillah saa hii nimekuwa Muislamu. Sasa kwangu mimi ni habari nzuri, kwake yeye kumbe ni balaa kubwa. So aliposikia ile basi akalipuka. Na ni kama alikuwa kuna habari hizi kabla mimi sijamwambia. Kwa sababu sikutarajia anizungumzie yani vile alivyonizungumzia. Unatarajia kwamba mkeo azungumze naye kwa heshima, tena baada ya muda mrefu atazungumza kwa mahaba. Lakini hii ilikuwa sio. Nilipotaja Uislamu basi all hell let loose. Mambo yakavurugika, ikawa sasa wewe Uislamu gani? Naam. Aliyempatia taarifa wewe umekuwa Muislamu, ni wewe au ni kanisa? Mimi nafikiri kanisa ndio walimpatia ujumbe, kwa sababu mimi nimepezana baada ya kusimu siku hiyo na silimu tu, nimepezana na yeye muda baada ya kupoteza simu yangu. Kwa hivyo sikumpatia habari kwamba nimesilimu. Lakini baada ya miezi kama mitatu ndio nikipata means, nikimpigia simu na kuta kwamba already alikuwa shaambiwa na kanisa, na ni kama amekemewa vile vile, maana sasa ni kama aibu. Basi alikuwa ananisubiri tu, huyu atapiga lini, huyu atapiga lini, huyu atapiga lini. Nilipopiga nikakutana na hayo. Yeye mwenyewe ndio kwanza akanikataa. Kitu cha kwanza yeye ndiye akanikataa ya kwamba wewe sasa Uislamu nini, mambo gani, utatuulia watoto. Anazungumza kwa Kijaluo, we inkoriwane kwenye thindo kile majini utakakia mambo mengi. Sasa hii yote ni malalamishi ya kwamba ninawaletea tabu kwa nyumba. Nataka kuua watoto wangu, manake asiyekuwa Muislamu anaamini ya kwamba ukishakuwa Muislamu basi utatoa watu wako kafara. Sasa haya ndio alikuwa anazungumza tena kwa uchungu sana. Alipokuwa na kukemea, ulitumia njia gani kumuonesha wewe umepokea dhahabu wala sio namna anavyofikiria ni uchafu? Umepokea chombo ambacho kwamba ni kisafi. Sasa ulimshawishi vipi aamini Uislamu ni kitu kizuri? Shaka wangu, hata kama ingekuwa ni wewe ujaribu kuzungumza na yeye siku hiyo, nafikiri bado ungeumana tu. Kwa sababu ni kama ashapewa fikra fulani ameweka kwa kichwa, na hii fikra haiondoki. Hata mimi sikuweza kuiondoa. Na zaidi ni kwamba nilizidi kumwaga
mafuta kwenye the more unajitahidi kumfahamisha, the more naribu, kwa sababu yeye sasa anashajua kwamba Uislamu ni mbaya, anaenda kumuulia watoto na nitaleta majini na mambo mengine vile alivyoambiwa, wala hakutaka kusikiza mimi sasa namwambia nini. But nilijaribu kwa sababu ni mke wangu na sina budi ili kwamba nimfahamishe kwa uzuri, yani hatua gani nimechukua. Na cha pili, katika Uislamu wewe pia unajua na Waislamu wengi wanajua ya kwamba sisi ambao tunatoka katika upagani ama Ugalatia ama Ukristo ama dini yoyote, basi kuna challenges ambazo zinapatikana. Moja katika hizi challenges ni kwamba huenda wewe umepokea dini na mwenzio ambao mke wako ama mumeo hajafanya nini? Hajapokea dini. Sasa ni jukumu letu sasa kama Waislamu kumwambia kwa taratibu, pole pole. Baadaye nikakuja kusoma katika Islamic theology ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anambembeleza ami yake Abu Talib. Anambembeleza kuwa Muislamu, lakini pamoja na kwamba amekaa naye muda mrefu. Now the same thing happens to us. Unakubali dini, labda mkeo bado. Labda mke anakubali dini, mumewe bado. So kuna ile grace period, muda ambao maalum ambao imewekwa ya kwamba umpatie dawa, huenda akakubali. Mimi nilijaribu kuzungumza na mke wangu kwa utaratibu, lakini haikuwezekana. Aliniwekea block, yani tunasita buffer zone. Alijenga buffer zone hapa, siwezi nikamfikia na ujumbe. So najaribu kumbembeleza, maana ni mke wangu, mtu ambaye mmezaa naye watoto, mnapanga naye maisha ya baadaye. Tena sio jambo rahisi ukiwa unaona anakutoroka anaenda hivi ukimwona. So ilikuwa jambo nzito na iliniwacha na pigo kubwa kwa sababu nilikuwa nampenda. Haya maneno utatuulia watoto, unatuingisha kwa dini ya majini, haikukurudisha nyuma ukaona? Anayeweza kurudi nyuma kwa maneno hayo ni mtu ambaye hajui chenye anacho. Ukijua thamani ya kitu ambacho unacho, basi hautaregarega. Mathalan umenunua dhahabu, na dhahabu japo kwa ni kidogo, lakini yani utaishika wewe, afadhali yaanguke chini lakini dhahabu isianguke katika chini. So I was protecting what I believe is right. Dhahabu nilikuwa nimepata, nilikuwa na protect sana. So nimejaribu kuzungumza na yeye, na japo kuwa alikuwa anajaribu kunisawishi the other way around, ya kwamba kama ni hivyo, kama uwezi kurudi katika Ukristo, tukae naye kama vile tulivyokuwa nakaa, basi mimi na wewe kwisha na mambo mengi. Wewe unaelewa vile hao jamaa saa zingine wakishagadhabika basi anaweza zungumza sana. Hatima ya ndoa yenu. Hatima ya ndoa yetu kidogo ilikuwa mtihani, na haswa si jambo rahisi kwa mwanaume yote, yani awachane na mke wake kwa misingi ambazo hazina maana. Sio rahisi. Lakini kwa ufupi ni kwamba mke wangu tuliachana na yeye, na alienda na ameenda. Na alhamdulillah kule kwetu Ujaluoni ni kwamba mtoto haendi mahali. Yani mtoto wako haendi mahali. Kwa hivyo watoto nilibaki nao, watoto 3, lakini yeye alienda. Rubama ameenda kapata makao sehemu nyingine na nini. Lakini ilikuwa ni uchungu ukiona mkeo anaenda, kisha na sababu ni Uislamu, kisha na sababu amepewa maneno mengine kutoka mahali nyingine ambao haiingiani. Mimi hakunipatia nafasi nimuelezee kwa uzuri, hakunipatia. Mimi nilikuwa na nia nimpatie hata mwaka mzima. Yani aelewe tu Uislamu mwaka mzima. Kama hawezi kuelewa kwa mimi, ningemwasign hata mtu mwingine, mama mwingine, bwana zungumza naye, maana namba yake ningepeana. Zungumza naye, at least aelewe Uislamu tukae. Lakini hiyo sikupata hiyo fursa. Kwa hivyo aliniwacha hivyo na ndoa yetu ikapasuka hivyo. Nilitoka Azhari nikaanza kazi ya da'wa. Ulianzia wapi? Kitu cha kwanza, mimi niliposilimu nilikuwa na hamu ya kwamba nielewe Uislamu. Na unajua challenge moja ambao nilikuwa nimejipatia mwenyewe ni ya kwamba siku hiyo nilikuwa nimevaa kanzu, na ilikuwa siku chache tu baada ya kwamba kusilimu. Nilikuwa nimevaa kanzu na naona nimependeza. Nikajiuliza, lao ungepatikana uko Nyanza, uko Nyakach ama Oyugis ama Homa Bay ama Ndhewa ama Siaya, anywhere, alafu Waislamu wa kule ama watu wa badia kawaida wanapenda wageni, ukaribishwe kwamba Sheikh sasa tuswalishe, tuongoze katika swala. Nitaswalisha nini? Ndio kanzu nimepiga na ni kama natoka town, nitaswalisha nini? Bimaana kama hauna kitu hauwezi toa kitu. So niliona the best thing ni kwamba nitafute elimu kwa njia yoyote ile. Alhamdulillah baada ya kusilimu akatokezea muhisani mmoja alhamdulillah, na akanilipia Majlis al-Maarif al-Islamia Kikabala.
Nikaenda nikasoma pale, ilikuwa ni course ya miaka miwili, inakuondoa yani ile ukafiri na inakuweka katika nini nzuri ya kwamba unaweza kuwa na imam. Kwa hivyo ni basic imam course, Majlis al-Maarif al-Islamia Kikambala. So nimesoma hiyo, na baada ya kutoka hapo nikaingia katika nyanja za dawa. Nyanja za dawa tumekuwa ilipofika mwaka wa 2014 nikapata fursa ya kuingia Umma University. Alhamdulillah. Na nilipoenda pale, kitu moja pia ikani challenge ya kwamba ili kwamba uelewe elimu ya Kiislamu vizuri, ikiwezekana ujue lugha Arabia, lugha ya Kiarabu uelewe vizuri, kwa sababu hiyo ndio kifunguo ya elimu. Sasa ikiwa hujui lugha, utasoma vitabu vyenyewe vimeandikwa kwa Kiarabu, utasoma vipi? So nilikuwa na pupa ya kujua kwa Kiarabu, kujua Kiarabu, kusoma Kiarabu na kuelewa, kuzungumza, kusikiza, unaona. So pale Umma University kitu moja ilinikujia, nikasema, manake tuko class, kuna ile mwalimu anasomesha kwa Fusha, lugha Arabia Fusha, lakini watu wakitoka mlangoni, then kila mmoja amerudi katika ile uraibu wake. Mwenye anazungumza Kiswahili anazungumza, mwenye anazungumza Kizungu anazungumza, mwenye anazungumza Kijaluo, yule anazungumza Kikuyu, sasa Kisomali, sasa mambo gani? Nikaona hapa kuelewa lugha ya Kiarabu nitachelewa. Sasa fikra ikanikujia ya kwamba lazima niende daula yote ya Kiarabu, niende nikae pale, nisome pale, nizungumze na wao. Ukakae na wenye lugha wenyewe, nikae na wao. Kwa sababu nakupatia mfano mmoja. Hapa kuna msichana mmoja alitoka sehemu za Japan. Akakuja, alikuwa anafanya mambo ya cultures, ile msomo ya culture katika university. Lakini alipokuja aka thesis yake nafikiri ilikawa ni culture ya Kijaluo. Jaluo wanakaa vipi nini. So akakuja akakaa Siaya. Siaya alipokaa mpaka kaingiana, anazungumza Kijaluo ni kama Mjaluo, lakini ukimwona mweupe. Kisha anaitwa Anyango Nyasiaya. If you go to the YouTube utakuta huyu mwanamke Anyango Nyasiaya. Hata anacheza zile ngoma za Kijaluo. Naam, hiyo ilikuwa ni thesis yake, alikuwa anafanya mambo ya cultures na akakaa na Wajaluo. Mimi lengo langu ilikuwa ni kwenda kukaa Arabuni, nipate lugha ya Kiarabu ile nzuri, niweze kuizungumza ili kwamba nipate kufahamu mambo mengi zaidi. So nikafikiria kwamba niende Sudan nikafanya mambo yangu, na nitaendaje? Scholarship sina. Mtu wa kunilipia sina. Na ndio nataka kwenda. Nitaenda vipi? Ndio fikra ikanikujia kwamba kule kwetu tuko na msemo unaosema ya kwamba fimbo yako ndio inaokuulia nyoka. Ludhi emane guni tuol. Okay? Fimbo yako uliona mfukoni ndio inakuulia nyoka. So I thought fimbo yangu nilionayo mimi ni nini? Nikaona niko na kipande cha ardhi kule nyumbani ambao ndio inaweza kunisaidia. So nikarudi nyumbani, nikazungumza na mamangu, nikamwambia sasa hiki kipande nilikuwa naomba niuze, nipate taklifu kidogo, nikimbie nao niende nikasome. Mama hakuleta vipini kama huko, yani wewe umekuwa Muislamu, hatuwezi kukupa ardhi? Mama hakuweza kuleta pingamizi sana, japokuwa nimekuwa naye na pingamizi tangu mwaka 2005 niliposilimu mpaka mwaka 2012. Hapo ndio sasa alaka baina yangu mimi na yeye ikarudi. Maana unajua mama na mtoto wake hata kama anafanya nini. So hapo alaka ikarudi. Sasa mwaka 2012 ninapooa sasa, nimemuita kwa harusi yangu akuja. Na amefanya ihsani mashallah, akatoka nyumbani akakuja mpaka Mombasa. Alipofika Mombasa tukakaa naye takriban mwezi mzima. Na mwezi huu tumekaa naye kwa nyumba yangu. Ako na room yake pale analala, na mimi tuko na room yetu hapa, na watoto wako na room yao. Yaani kuna na room ya wageni. Sasa mama tunekaa naye katika the same house. Kule kwetu kulala nyumba moja na kijana yako ni balaa. Ni mila. Lakini nilimwambia mama, sisi ni Waislamu. Kwa hivyo sisi hizo mila nyingi hatuna. So alikuja akakaa. Sasa ile muamala baina ya mimi na mke wangu na mimi na yeye ikampendeza baadaye. Akaniuliza swali moja, kunao kitu chochote ambao sijajua katika hiyo Uislamu wenu? Nikamwambia mama, sidhani kama kuna kitu kingine, labda ni shahada tu. Na hiyo shahada ni nini? Unaona? Ndio nikamuelezea vizuri. Mamangu akakamata shahada akiwa Mombasa. Mashaallah. So anarudi nyumbani akiwa yeye ni Muislamu alhamdulillah. Anaitwa Asia. Mashaallah.
Umempatia jina Asia. Asia, aiwa. Mashaallah. Sasa alhamdulillah, yeye pamoja na ndugu yangu mdogo, tuko wawili tu. Ndugu yangu mdogo pia amekuja kunitembelea sasa 2013 sasa. Basi alipokuja na yeye pia akasoma situation na akapendezwa na Uislamu. Sikumlingania kumwambia njoo bwana tuwe Waislamu, sikumlingania. Bali aliona muamala baina mimi na yeye na mke wangu pale nyumbani, akapenda Uislamu alhamdulillah. So kwa boma yetu tuko wangapi? Wawili, mamangu na huyo ndugu yangu na sasa mimi, watatu ambao ni Waislamu. Ama madada zangu wengine bado. Lakini sasa mama nilipoenda kuzungumza na yeye, akawa sasa already yeye ni Muislamu na alinifahamu tena kwa haraka. Akaniambia, "Bwana ni nini yako? Ardhi ni yako. Fanyia unachotaka. Maadamu unataka kwenda kusoma, mimi sina shida. Hata kama unataka kujengea msikiti, mimi bado sina shida." So alhamdulillah niliuza kiwango fulani cha pesa na ilikuwa sio nyingi vile. Na nikaenda na nikapata visa na nikapata kwenda. Alhamdulillah. Hafadhaka Allah wa raak. Amin. Mwenyezi Mungu akuhifadhi na kuthibitisha katika imani ya Kiislamu mpaka mwisho wa uhai wako. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Amin. Lakini kama unataka lazima uitafute. Ukiitafuta lazima utapata. Alitafuta nuru ya Uislamu, baadaye akapigana na changamoto na akaishinda mitihani ya tatu na akatafuta ilmu. Man talaba al-ula, wa Arabu wanasema man talaba al-ula sahira al-layali. Huwezi kupata tu ukiwa umekaa, lazima utafute. Kwa hiyo hii ndio simulizi ya Umar al-Bashir, na hii kipande kidogo tumewafanyia kwa sababu wengi walikuwa hawajaelewa simulizi. Nikasema ulipofikia hapa iliendaje? Basi ndio hiyo, nafikiria simulizi yote ndio hiyo tumemalizia. Kipande ya mwisho nitawaacha, kuna ombi ambayo kwamba Sheikh aliomba na alhamdulillah Waislamu walirespond vizuri. Mashaallah. Atawaeleza Umar atawaeleza hali tumefikia. Kwa hiyo inshallah ongea na ndugu zako Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, alhamdulillah, mimi kwanza niko na wingi wa furaha na wingi wa matumaini kwenu, kwa sababu lao ingekuwa sio hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutuwekea mambo yakawa sahali, japokuwa na tuondoa katika mitihani kadhaa, hatungekuwa tumefika mahali tumefika sahihi. Lakini alhamdulillah kwa juhudi kubwa ya yenu nyinyi na ya ndugu yangu hapa Sheikh Yahya Isa, nimekuwa naye muda mrefu na yeye ni mmoja katika watu ambao wamechangia mimi kuwa vile nilivyo sahihi. Alhamdulillah. Alikuwa amenipatia moyo huku na huku na katika harakati za dawa. Alhamdulillah. Nilikuwa nimewaambia ndugu zangu Waislamu ya kwamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametupatia fatihi kubwa sana kule sehemu za Nyanza, sehemu ambayo nakaa Gharb Kenya. Na alhamdulillah tumeweza kubadilisha makanisa 5 churches ambao zote zimesilimu na mabishop wao na mapasta wao na maamuma wote wamesilimu na wamekuwa Waislamu. Sahi kuna nuru ya Uislamu kule sehemu za Nyanza. Na hii ni kwa juhudi ndogo tu niliyokuwa nimeweka na yeye ananisaidia huku na huko, alhamdulillah. Na unakumbuka kanisa ya mwisho tulipoenda kusilimisha, yeye mwenyewe tulikuwa tuko naye. Watu yani qaria, kuna qaria fulani tumeenda naye, watu 83 wote wamesilimu, alhamdulillah. Watu hawa wana mahitaji yao, wanahitajia tuwaelimishe, tuwastiri katika hali ya kuswali na nini, mambo mengi. Lakini cha muhimu kwa sahihi ni kwamba moja katika makanisa hizo yani ile ardhi ambayo kanisa ilikuwa imejengwa basi bado ilikuwa haijalipwa. Na tulipoichukua kanisa na tukaigeuza imekuwa ni msikiti na Waislamu sasa wanaswali pale, basi imekuwa sasa ni shida. Yule mwenye ardhi bado amekuwa yeye sio Muislamu na anatupeleka mbio sana. Na wallahi tulililia Waislamu tangu juzi, tumwalilia Waislamu na alhamdulillah Waislamu pia wanajitahidi. Kulikuwa kumepatikana, kulikuwa sijui yule bwana alikuwa ametoka wapi, alitutumia $1,000 Canada. A brother from Canada sent $1,000 alimtumia Sheikh Yahya, na Sheikh Yahya akaniambia bwana kitu kadhaa kimeingia, na kuna wengine katika ile hali ya kurusha kidogo 5,000 10,000 nini tukapata another 80,000 Kenya shillings. I'm talking about Kenya shillings. Another 80,000 Kenya shillings. That is around $800 ambayo ilikuwa imepata. So far vile tumekaa tuko na $180,000, $1,800
US dollars ambazo tunazo, ambao Waislamu wametuma ili kwamba tuende tuzidi kulipia ile ardhi, ili kwamba Waislamu wasihangaishwe. Manake itakuwa ni aibu ikiwa, manake hawa Wakristo bila shaka wako na pesa nyingi, wanaweza kuamua tu kulipa hiyo na wakaichukua na kutudhalilisha tu. Lakini wallahi tusikubali dini dhalilike, tusikubali wale Waislamu wapya wadhalilike, ya kwamba sasa wamekosa sehemu ya kuswali, wanatukanwa. Itakuwa sio nzuri. Wallahi Waislamu wamekubali, wana respond. Saa hii tangu, manake ya kwanza tulilipa 300,000 ambao Sheikh Yahya ndiye alikuja akaniambia bwana wahisani wamekubali, wametoa hii 300,000, tukaenda tukalipa. Na jana tayari hiyo 180 imeingia, tuko nayo hapa. Huenda leo ama kesho tutatoka tuende tulipe. Imefanya ile taklif yote ama ile gharama imepungua, sasa imebakia 1,100,000 na 120,000, yani $10,200 ndio ile $11,200 ndio imebakia peke yake, ambao kwa pesa ya Kenya ni 1,100,000 na 120,000 ndio imebakia peke yake, ili kwamba tumalize. Wallahi Mwenyezi Mungu amekuwezesha, amekupatia japo kidogo japo nyingi, wallahi toa. Umemtolea mamako aliyetangulia mbele ya haki, ahlan wa sahlan. Mwenyezi Mungu atakulipia na atafanyia mamako na babako waliotutangulia, watafanyia sahali kila mali wako. Umetolea babako, umetolea ndugu yako, mkeo, unajitolea we bado uko mzima na uko na afya na uko na nguvu, umeamua kujitolea wewe mwenyewe sadaka. Toa ndugu yangu Muislamu. Sisi tutafanya uaminifu, transparency and accountability. Tutaenda tulipe na inshallah taala tutarudi kama vile tumekuja kwenu, tuambie ya kwamba tumeimaliza na saa hii tuko safe na hakuna wasiwasi. Na mwenye anataka mabarua na nini we will organize, na tutaonyesheni ya kwamba bana sasa tumepata na tumemaliza, pesa zenu zimeingia sehemu nzuri. Wallahi ndugu zangu Waislamu, mimi Nyanza kule, ukiuliza mtu yoyote bana dawa mambo ya Nyanza, watakuambia nenda kwa Omar. Sasa unakuja kwa Omar ambaye ameshindwa hata kuokoa msikiti moja ambao alikuwa shapata akawacha ikaenda, uwe anaenda kukufanyia nini? Ndugu zangu, nawaombeni mzidi kunihami. Mmenihami wakati natafuta ilmu, mmenihami wakati nilikuwa na uzito, wakati nimesilimu. Sasa nawaita tena mnihami nisipate aibu kule nyumbani na hii nini kidogo. Kwa hivyo inshallah taala nawaomba mkiweza deal na Yahya. Yahya ndio mwakilishi wangu, huyu ndio safiri wangu, ndio ambassador wangu. Namba yake mimi nawapatia tena, labda ashawapatia lakini nawapatia tena. 0720900181. Hiyo ni namba yake ambao ukiweza kutuma, unatuma pesa kwa Tigo Pesa, Vodafone, unatuma kutoka Switzerland, unatuma kutoka Canada, unatuma kutoka USA, Sai Express Money, anything that you can do, please just send. Itakuja kwake. Jina itakayotokezea pale ni Yahya Isa Kuso, itatokezea pale, na nafikiri mtakuja na namba itakuwa inapita hapo katika hiyo video tutawapatia. Inshallah tusaidieni inshallah, na hii yote unajifanyia mwenyewe. Na wanamalizia kwa hadithi moja. Mwenyezi Mungu anasema katika anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ili kwamba mtume atuambie. In fact ni hadithi mbili ningependa kuambia, nisiwachoshe sana. واحد بلغة صاحلية. طيب Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi ambayo inapokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasa mafatiha lilkhair maghalika lishar, wa inna minan nasi nasa mafatiha lishar maghalika lilkhair, fatuba liman ja'ala lahu mafatiha alkhair ala yadayhi, wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha al-shar ala yadayhi. Hadithi hii mnajua, mshaisoma siku zote, na wallahi inazungumzia kitu kimoja tu. Jaribu sana kuwa mambo ya kheri. Mwenyezi Mungu amekupatia kifunguo gani? Je, ni kifunguo ya kufungua kheri ama kifunguo ya kufungua balaa? Uwe mtu ambaye ukiingia mfukoni wallahi mambo ya kusalami inanyooka. Uwe mtu ambaye ukifungua kinywa chako kuzungumza wallahi Mwenyezi Mungu anafungua njia na watu wanaingia katika Uislamu. Uwe ni mtu ambaye ukionekana mali yote watu wanajua nusra imepatikana, islahi imepatikana. Yani kuwa mtu huo, lakini usiwe mtu wa pili ambaye anafungua milango za shari, milango za fitna, milango za uzushi na milango yote mabaya. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo, lakini atuweke katika hii milango ya kwanza. Hadithi ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo inapokelewa na Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala an, anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah
ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو في رواية فإن لم يجد فبكلمة طيبة. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba hakuna mmoja wetu sote ambaye atahepa kukua mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atatuuliza maswali mengi tu, na miongoni mwa maswali ambayo tutaulizwa, wallahi mali yako, hela ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuruzuku nayo, ulitumia kwa njia gani? Je, ilienda katika njia ya kujenga Uislamu ama ilienda katika njia ya kubomoa Uislamu na kujenga ukafiri? Tutaulizwa hii. Wewe ambao uko na afya yako, wewe ni kijana ama yani uko na afya yako, siha nzuri, utaulizwa juu ya siha ulifanyia nini, na elimu uliyokuwa nayo ndugu yangu Muislamu, elimu uliyokuwa nayo umefanyia nini? Wallahi kabla haijafika siku hiyo, jitetee mwenyewe. Kama uko nayo toa ndugu yangu, toa, na hatutaweza kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama uko na chochote Mwenyezi Mungu amekujalia, toa, ili kwamba tuondoke katika hii dhima na tufanyie Waislamu kazi inshallah, na wale wapate sehemu yao ya kuswali vizuri bila kuhangaishwa huku na huku. Na inshallah Taala mimi ninaamini ya kwamba Sheikh Yahya mkidili naye vizuri tutamaliza hiyo kitu, na nilikuwa naomba Sheikh Yahya kwa idhini yako inshallah, wallahi lau tungeweza kumaliza hii kwa hizi siku 2-3 zinakuja mbele, tutakao tuko safe. Lakini kizidi sana watu kanisa wako na pesa, watakuja kuta nini pale. So naomba katika hizi siku 2 siku 3 wala chochote ambacho mtaweza, tumalize hii kazi, alafu tubakie na mengine inshallah ambayo iko mbele yako. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi inshallah. ولو بلغة إنجليزية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My brothers and sisters from wherever you are, you may be in Canada, you may be in the US, you may be in Europe, in Africa, in the Middle East, or you could be far in the Far East. Inshallah Ta'ala, I am requesting oh, my brothers and sisters from wherever